Siri kubwa imebainika ya kiwango cha pesa dadake Tundu Lissu aliyopewa ili kuweza kumlaani Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam leo imeendelea kwa kuwa kitovu cha mjadala mkubwa wa kisiasa na kijamii kufuatia matukio na kauli zilizotolewa wakati wa kusikilizwa kwa kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Tundu Lissu. Mjadala huu ulichochewa na uwepo wa dada wa Tundu Lissu mahakamani pamoja na kauli alizotoa mbele ya mahakama ambazo zimesababisha hisia tofauti miongoni mwa wananchi, wanasiasa, wanaharakati na haki za binadamu na watumiaji wa mitandao ya kijamii. Katika saa chache zilizopita, taarifa mbalimbali zimeanza kusambaa mitandaoni zikidai kueleza sababu za uwepo wa dada huyo mahakamani pamoja na mazingira yaliyopelekea kutoa kauli hiyo. Taarifa hizo ambazo hadi sasa hazijathibitishwa rasmi na wahusika wanaotajwa zimeelezwa na baadhi ya vyanzo kuwa ni madai yanayohusisha mvutano wa ndani ya familia ya Tundu Lissu na mijadala ya kisiasa ndani ya chama. Kwa mujibu wa taarifa hizo zinazozambaa mitandaoni, kuna madai kwamba dada huyo alishawishiwa na baadhi ya viongozi wakuu wa Chadema kushiriki tukio la mahakamani na kutoa kauli fulani. Aidha, madai haya yanaelezwa kuwa alipewa msaada wa kifedha au ahadi ya misaada, ingawa hakuna ushahidi wa wazi uliowasilishwa hadharani kuthibitisha tuhuma hizo. Na kwenye mtandao wa kijamii ujumbe ulisema kuwa imevuja sababu za uwepo wa dada yake Lissu leo mahakamani, na kauli alizoongea ambazo walimwandikia wenyewe ni kwamba ameshawishiwa na viongozi wakuu wa Chadema na kupewa kitu chochote fedha. Hii ni baada ya kaka mkubwa wa Lissu kugoma kushirikiana nao mpaka pale ambapo watarejesha fedha za michango za wadogo ama za mdogo wake Lissu ambazo ametapeli na kutokomea nazo. Pili, anataka majibu ya kwa nini Heche anakaimu nafasi ya kupokea salary kama mwenyekiti wa Chadema. Aidha, inasemekana huyo dada katika familia ashatengwa muda mrefu kutokana na migogoro ya uchonganishi aliyokuwa anaifanya ndani ya familia. Sasa CDM wanamwokota na kuamua kumtumia kisiasa kuonyesha chama bado kinaoshirikiana na familia ya mwenyekiti wao Tundu Lissu. Ndio taarifa iliyoibuka ambayo haijathibitishwa kutokana na wale wanaozungumziwa. Taarifa hizo zinadai kuwa awali kaka mkubwa wa Tundu Lissu aligoma kushirikiana na viongozi wa chama hicho katika masuala yanayohusiana na kesi hiyo, akidai kuwepo kwa maswali ambayo hajapatiwa majibu. Miongoni mwa madai yanatajwa ni hoja ya matumizi ya fedha za michango zinazodaiwa kuchangwa kwa ajili ya ndugu wa Lissu pamoja na hoja zinazohusiana na uongozi wa muda ndani ya Chadema. Hata hivyo ni muhimu kusisitiza kuwa madai haya yanaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii na hajathibitishwa rasmi na chama husika, familia ya Tundu Lissu wala vyombo vya sheria. Wahusika waliotajwa hawajatoa kauli rasmi kujibu madai hayo hadi kufikia sasa. Licha ya kuwepo kwa mjadala huo wa mitandaoni, kilichothibitishwa ni kwamba dada wa Tundu Lissu alizungumza mbele ya Mahakama Kuu wakati wa mwenendo wa kesi hiyo, akitoa kauli zilizolenga masuala ya haki, ya demokrasia na ahadi za serikali kuhusu maridhiano ya kisiasa. Akizungumza mbele ya mahakama, dada huyo alimkumbusha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusu ahadi alizowahi kutoa na kulinda na kukuza demokrasia, haki za binadamu, uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa mawazo nchini. Alisisitiza kwa mtazamo wake vitendo vinavyoendelea dhidi ya Tundu Lissu na wanachama wengine wa upinzani vinapingana na misingi ya maridhiano ya kisiasa ambayo serikali imekuwa ikizungumzia katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa kauli hiyo, alieleza kuwa haki inapaswa kutekelezwa bila upendeleo wa kisiasa na kwamba adhabu au mateso yasiyo na msingi wa kisheria ni kikwazo kwa demokrasia na maendeleo ya taifa. Kauli hiyo ilisikika wazi ndani ya ukumbi wa mahakama na baadaye kusambaa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii.
Aidha, dada huyo alieleza kuwa familia ya Tundu Lissu imekuwa ikiathirika kisaikolojia kutokana na mwenendo wa kesi hiyo, na alisema kuwa mateso yanayodaiwa kuyamuhusu Tundu Lissu pekee, bali pia yanaumiza wanafamilia na watu wanaopenda kauli hiyo. Ilieleza upande wa kijamii wa kesi hiyo, ikionyesha athari za kisaikolojia kwa familia za watuhumiwa katika kesi za kisiasa. Na katika sehemu nyingine ya kauli yake, dada huyo aligusia suala la nafasi ya wanawake katika uongozi wa taifa, akimtaja Samia Suluhu Hassan kama mwanamke wa kwanza wa kushika wadhifa wa rais nchini Tanzania. Alieleza kuwa wanawake wengi walikuwa na matarajio makubwa kwamba uongozi huo ungeleta haki, usawa, huruma na uwazi zaidi katika masuala ya kisiasa na kijamii. Hata hivyo, alisema kuwa kwa mtazamo wake matarajio hayo yamekuwa yakipungua kutokana na hali ya kisiasa inayoshuhudiwa, hususan katika kesi zinazohusisha viongozi wa upinzani. Kauli hii iliongeza mjadala kuhusu matarajio ya kijinsia katika uongozi, wa uhusiano wake na utekelezaji wa haki. Baada ya kauli hizo, mijadala mikali imeendelea katika mitandao ya kijamii. Wapo waliunga mkono ujumbe wa dada wa Lissu wakisema ni sauti ya familia na sauti ya haki, huku wengine wakionya kuwa mahakama inapaswa kuachia ifanye kazi yake bila kushinikiza ama kushinikizwa na kauli za kisiasa au kihisia. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa katika mifumo ya kisheria, mahakama hupaswa kuzingatia ushahidi na sheria pekee bila kuathiriwa na maoni ya nje, iwe ni ya kisiasa, kifamilia au kijamii. Na kwa mtazamo huu, kauli zinazotolewa nje ya mahakama zinabaki kuwa sehemu ya mjadala wa umma, lakini hazipaswi kuingilia mchakato wa utoaji haki. Kwa upande mwingine, wanaharakati wa haki za binadamu wanasema kuwa matukio kama haya yanaonyesha changamoto zinazokabili kesi zenye mvuto wa kisiasa, ambapo mipaka kati ya sheria, siasa na hisia za kijamii huwa nyembamba. Wanasema kuwa kauli za familia zinapaswa kuangaliwa kama sehemu ya haki ya kujieleza, huku mahakama ikiendelea kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Kwa ujumla, tukio la leo limeongeza uzito wa mwelekeo mpya katika kesi ya Tundu Lissu, ambapo tayari imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu ndani na nje ya nchi. Kesi hiyo sasa inaonekana kuvuka mipaka ya ukumbi wa mahakama na kuwa ajenda pana ya kitaifa inayohusisha masuala ya demokrasia, haki za binadamu, siasa za upinzani na mustakabali wa utawala wa sheria nchini Tanzania. Hadi sasa mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam inaendelea na mwenendo wa kesi kwa mujibu wa ratiba na taratibu zake, huku vyombo vya dola na serikali kwa ujumla vikisisitiza umuhimu wa amani, utulivu na kuheshimu taasisi za kikatiba. Macho ya wananchi na jumuiya ya kimataifa yanaendelea kuelekezwa kwenye hatua zitakazofuata za mahakama, pamoja na namna serikali na wadau wa kisiasa watakavyoshughulikia mjadala unaoendelea, kwa lengo la kuhakikisha haki, amani na umoja vinaendelea kudumishwa nchini. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutufuata kwa taarifa zetu kila wakati, manake hapa ndipo unapopata taarifa za kweli.